Hayo ndo mabaki ya soko maarufu la Gikomba baada ya baadhi ya sehemu za soko hilo kubomolewa usiku wa kuamkia Jumanne. Serikali ya kaunti ya Nairobi ikisema ni mpango wa kutoa ardhi ya kingo za mto Nairobi na kujenga soko jipya. Wafanyabiashara wakilalamikia hatua hilo. Kama mimi nimepigwa simu saa 9 usiku naambia kuna bomolewa, sijatoa vitu. Nikashagaa nikashindwa nitoke ama nifanye nini. Kufika hapa napata kila kitu imemaliza 10. Sema kweli nilikuja saa 10 hapa nikapata soko imeanguka yote. Na sisi kama vijana hii ndio soko inatulea. Naona wengi wao wanasema hawako tayari kuhamia eneo jipya walilotengewa wakisubiria soko jipya la Gikomba kujengwa. Na kwamba pia vijana wakamwagwa wengi zaidi, ikawa hata uwezi okoa kitu yoyote. Kwa hivyo hii soko haijahusishwa kila mtu na hii soko imebeba watu maelfu. Ni walilozuru soko hilo wakilaumu ubomoaji wakisema wataelekeza malalamishi yao kotini. Katika hii serikali mnyonge ana haki yake. Mnyonge anadhulumiwa. Mnyonge anakula jasho lake. Alafu wanaharibu biashara ya mnyonge. Nataka nirudi kotini. Mtu yote ambaye amedhulumiwa apewe compensation. Conditions at 4 o'clock at Gikomba market are inhuman, they are disheartening, and we condemn them unreservedly. Why on earth would you want to disturb people at 4 o'clock in the morning if you are doing anything? What happened last night is inhuman, it's brutal, it's unacceptable. It is persecution of small traders. And we ask William Ruto, we know, we understand your frustration that Kenyans want to send you home to be a one-term president. But why are you at war with the Kenyans? You are at war with the Kenyans. Hata hivyo, katibu wa wizara ya nyumba Charles Hinga alitetea ubomozi huo akisema ulitokana na makubaliano baina ya serikali na wafanyabiashara wa soko hilo. This redevelopment is more than just an infrastructure, as it seeks to deliver on a promise to restore dignity, safety, and opportunity for thousands of traders who form the backbone of Nairobi. Baada ya ubomozi wa soko hilo, macho yote yanalenga serikali kuona kama itatimiza ahadi yake ya kujenga soko jipya kwa muda wa miezi 4. Nikiripotia runinga ya TAS kutoka lango kuu la Gikomba, jina langu ni Purity Masharia.